Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho amekifanya huyu hapa bwana, si mwingine bali ni Ali Kiba bwana. Kuna story takriban 3 zinamhusu King Kiba, na ni moja kati ya story ambazo kiukweli zimemeke headline to the maximum. Yani bwana bwana, hizi ni story ambazo zimetrend sana huko katika mitandao ya kijamii kumhusu mmoja kati ya wasanii ambao ni A-list celebrity hapa Bongo, anayekwenda kwa jina la Ali Salehe Kiba, Ali Kiba au King Kiba. So bwana, mmoja kati ya story hizo ni hii hapa, kuhusiana na post ambayo ameiweka katika ukurasa wake wa Instagram. Pale juu katika Insta story, Ali Kiba ameandika ujumbe mzuri kabisa, mashallah. Tukiwa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kama unavyoelewa kwamba Ali Kiba ni kijana wa Kiislamu bwana, kuna ujumbe hapa ambao Ali Kiba ameuandika moja kwa moja kwenda kwa wadau mbalimbali ambao wanamfuatilia kwa karibu kabisa katika mitandao yake ya kijamii. Hapa bwana, Ali Kiba ameandika kwamba ewe Mola, tunakukusudia hali ya kuwa wewe ni mkarimu, tunakuomba hali ya kuwa wewe ni adhim, tunakutarajia hali ya kuwa wewe ni rahim, utufutie dhambi zetu na utufutie makosa yetu, na uturehemu na uwarehemu maiti zetu zote, na utuponyeshe na uwaponyeshe wagonjwa wetu, na uwaafu wenye mitihani midogo midogo, na uwaafu wenye mitihani miongoni mwetu, na uvitue vifua vyetu, na upasishe mambo yetu, na uturuzuku thawabu za duniani na thawabu njema za akhera. Ameandika dua hiyo Ali Kiba kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, ambapo kuna page hapa imekuja kuripoti na kuandika kwamba ujumbe wa unyenyekevu kutoka kwa Ali Kiba dhidi ya Muumba Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bwana, huu ni ujumbe ambao ameuandika Ali Kiba, na kuna baadhi ya pages zimekuja kuripoti kuhusiana na ujumbe huo adhimu kabisa kutoka kwake Kiba. Lakini ukiachana na hivyo pia vile hapa bwana, katika vitu ambavyo vimeshawahi kumkuta Diamond Platnumz tena hivi karibuni tu bwana, sasa vimemkuta pia Ali Kiba bwana. Unaambiwa kwamba kama unakumbuka vizuri, utakuwa unaelewa kwamba Diamond Platnumz bwana, huaga kuna hawa mashabiki zake huaga wanapenda sana kujichora matatu mwilini mwake. Nadhani tumeshuhudia yule shabiki wa Diamond kutoka pande za Mwanza kule, yeye amejichora sura ya Diamond, amejichora sura ya Tifa, amejichora sura ya Tanasha, akajichora sura ya Zuchu, akajichora sura ya Zari, akajichora sura ya Mama Dangote, Prince Nilan, Princess Tifa pamoja na NJ, yani Nasib Junior. Yani ni kwamba huyu jamaa amechora almost family tree nzima ya Diamond Platnumz katika mwili wake. Na hii ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vilitrend sana, hususan kipindi kile mwaka jana au juzi, ile kipindi ambapo Wasafi Festival ilikuwa inafanyika pande za kanda ya Ziwa kule Mwanza na sehemu nyingine za karibu, ambapo ndo huyu kijana pia akatrend sana kwa baada ya kujitokeza kuwa amechora tattoo ya familia nzima ya Diamond Platnumz. Sasa jambo kama hilo bwana limetokea pia kwa mfalme wa Bongo Flava, hapa namzungumzia Ali Kiba ama King Kiba. Na yeye bwana, hapa kuna shabiki yake ameamua kuchora tattoo mbili. Huyu ni shabiki yake wa kike mweupe kabisa huyu bidada, mashallah. Lakini ndo hivyo, kutokana na mapenzi anavyomkubali Ali Kiba, ameamua huyu bidada kuchora tattoo mbili za Ali Kiba mwilini mwake. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba huyu bidada amekuwa mpaka akiweka caption ambazo zinamhusu Ali Kiba. Yani kuna caption ambazo ameziposti huko mtandaoni, na wakati anaposti picha zake anaweka caption ambazo ukizisoma bwana, unaona kabisa kama vile binti anabembeleza penzi kwa Ali Kiba. Umeona bwana Moja bwana kati ya posti ambazo huyu bidada ameziandika ni hii hapa. Ameandika kwamba Ali Kiba, hivi upo Tanzania?
upo Tanzania hii kweli au nadanganywa? Kumbe wewe ni mtu wa nje ya nchi, maana sikuoni. Kisha kaka emoji za kulia. Manake ni kwamba Alikiba bwana ameamua bidada ameamua kuweka bayana kwamba yuko na feelings kali kabisa kumuhusu Alikiba, na ndio maana amekuwa akichora tattoo, lakini pia vile vile katika mitandao ya kijamii humo amekuwa akiweka picha zake, huku akiwa anaandika caption ni kwamba anaonyesha jinsi gani ambavyo anatamani kweli kweli siku moja aweze kuonana na Alikiba, lakini kutokana na kwamba yeye hamuoni kabisa Alikiba, amefikia hatua mpaka anajiuliza kama kweli yuko Tanzania au yuko nje ya nchi. Lakini pia vile vile kupitia Insta story ya huyu bidada ambaye amejichora tattoo 2 za Alikiba mwilini mwake, ameandika hapa ujumbe kwamba Kiba, kama uko Tanzania hii niambie basi upo sehemu gani, nije nikuone. Bidada ameandika hivyo. So hiyo pia ni caption nyingine ambayo binti ameandika kupitia Insta story yake akiwa ana dedicate bado upendo wake kwenda kwa Alikiba. Lakini pia vile vile huyu bidada bwana, baada ya hayo yote tattoo ambazo amejichora ni kwamba kwenye bega lake hapa mkononi amechora tattoo ya sura ya Alikiba kama passport size akiwa amevaa miwani. Lakini pia tattoo nyingine ambayo amejichora huyu bidada ni mguuni, katika mguu wake wa kushoto amechora picha ya Alikiba akiwa ameshika kichwa na pale chini akawa ameandika kabisa maandishi Alikiba. Umeona bwana, page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna page imeandika kwamba bwana Alikiba afanye akutane na huyu shabiki yake, maana inaonyesha kwamba huyu shabiki anampenda kupitiliza. Sasa baada ya hiyo posti kuenda viral huko mtandaoni, ni kwamba moja kwa moja imepelekea wadau mbalimbali bwana kuja kuweka caption, kuja kuweka comments hapa, maoni yao, yani katika comment section. Comment zimekuwa ni nyingi kweli kweli. Nataka nikusomee baadhi ya comment ambazo ziko juu zaidi. Ni hapa, anaitwa Zuu ameandika kwamba bwana ameandika kwamba kwa Alikiba unajichosha tu, alivyodharau yule. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana huyu dada yuko na mkalio, kama analo basi asijali. Atafikiwa tu, awe mpole, ila Alikiba kutestiwa na kabla utafikiwa na Alikiba, lakini naenda ukatestiwe na Abduli kwanza. Kuna mdau hapa amesema kwamba huyu bidada kama yuko na mshepu basi Alikiba atamfikia, ila kabla hajafika kwa Alikiba anatakiwa kwanza aende kwa mdogo wake Alikiba anayefahamika kwa jina la Abdul akamtesti kwanza. Mambo hayo. Kuna mdau mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, hebu imagine huyu dada aliyejichora hayo matatu akizeeka, wajukuu wake wakaanza kumuuliza bibi, hii tattoo ni ya nani? Atajibu nini? Kuna mdau hapa amekuja kuweka hiyo comment. So ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.